Mpenzi mtazamaji wa Nuru House Channel, karibu tena katika kipindi chako cha ushuhuda wangu, My Testimony. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tunaendelea na ushuhuda ambao tuliuacha wiki iliyopita kutoka kwa ndugu yetu anayeitwa Nicholas Betuke. Nicholas Betuke. Naam. Habari za leo? Ni nzuri. Unaendeleaje? Mimi niko sawa sawa. Tuliishia mahali ambapo mlifanikiwa kubomoa sehemu ya gereza. Ndio. Na mkatoroka kuelekea mjini. Ndio. Nipe maisha ya mjini yalikuwaje baada ya kutoka gerezani? Kama nilivyokwisha tangulia kusema, siku ile ilikuwa ni siku ya kizaazaa, lakini ambacho ningeanza kusema leo ilikuwa ni matukio yaliyotupata kama majeruhi. Kwa kuwa tuliongelea kuzima taa, lakini mwenzetu mmoja alipigwa risasi ambayo ilitoboa nguo upande wa mbele na nguo upande wa nyuma, halafu tukaendelea naye. Yaani risasi ilipiga kwenye paja ikatokeza mpaka nyuma kule. Okay. Na tuliweza kuendelea naye, hatukumwacha. Na safari yetu sasa ilikuwa sio ya kuishi mjini kwa sababu hapo ni karibu na gereza. Safari yetu ilikuwa ni kutembea mapolini, ili huko polini tuweze kutafuta namna ya kujihifadhi, kutafuta nguo za ziada, kutafuta chakula na kuweza kupanga maisha upya. Maana sasa tayari tuko huru kutoka gerezani. Si kwamba tumesahau kwamba kuna watu nyuma yetu wanatufuatilia, maana tumeacha uhalifu. Yaani tumeharibu mali za watu, tumevunja gereza, tumekiuka masharti yote. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi kwa hofu vile vile, lakini tulikuwa tunatembea. Usiku huu ulipokuja kupambazuka, tulikuwa tumesogea polini upande wa mashariki kwa umbali, na hawa wenyeji wetu wawili walikuwa wana uzoefu wa makazi yale, kwamba hapa tunapita wapi, lakini sisi wengine tulikuwa tu hatujui hata tunaenda wapi. Tulikuwa tunaweza kutembea wakati wa usiku na wakati wa mchana tunashinda vichakani ili kuepuka kuonekana na raia wengine ambao wanaweza kutusababishia kukamatwa. Na miongoni mwetu watu wazima walikuwa watu wawili ambao walikuwa naweza kujua watapataje chakula, watapataje gharama zingine za njiani, matibabu kama huyo mwenzetu aliyekuwa ameumizwa. Tuliendelea kumtibu na kusogea mbele na yeye. Tulitembea kuvuka vijiji kadhaa mpaka tukavuka wilaya. Kwa hiyo hapa tuliweka kituo kwa ndugu yao yule ambaye walikuwa wanamjua na alikuwa mtu maarufu. Ninaposema hivi ninaongelea majambazi wenye majina, kwamba walikuwa wanarekodiwa mpaka kwenye ngoma za kienyeji kwamba fulani ameshatoka gerezani, kila mtu akae vizuri vizuri. Na hao watu sasa ndio walikuwa wakijua miongozo ya huo msafara. Tulivuka ziwa la Burigi tukaishi ng'ambo ya pili Karagwe, na tukakaa na wale watu wenyewe. Sasa wanatuacha sisi wadogo wadogo, wanatembea huko, wanarudi, wana vitu fulani, wana vyakula, wana madawa. Tunaendelea na mwenzetu alipata afya. Kwa hiyo wakajua kwamba tunaweza kufuatiliwa, na bila shaka watu wanatuona wanaweza kuja huku. Sasa wakati huu hatujifichi tena, maana tumeshavuka wilaya ya Muleba, tuko wilaya ya Karagwe. Kwa hiyo tunajichanganya pia na jamii, lakini wale wazoefu wanajua ufuatiliaji unaweza ukafika mpaka huko. Ndipo tulipopata marafiki wengine ambao walikuwa na mipango mbalimbali, wakatuelekeza sasa, tukawa watu kama 7 tuanze safari ya kwenda Rwanda. Hapa ndipo niligundua tena adha nyingine kama mapolini, kwamba hakuna maji. Uwezo ukapata maji ya kunywa na uwezo wa kutembea unaisha. Kama mimi nilikuwa tu kijana, sijawahi kutembea popote. Kwa sasa natembea nalia njiani. Yaani natembea nguvu zimeisha, alafu anakuambia ikifika usiku simba watakutafuna. Kwa hiyo jitahidi tutembee. Kwa hiyo ninaendelea kutembea na wale watu, lakini wananiacha distance kubwa sana. Maana mimi sasa yaani asubuhi tunaramba kwenye majani. Yaani tunaramba nyasi angalau mtu apate kusikia kama kuna dalili ya maji duniani. Basi tuliendelea na tabu hiyo, lakini bahati nzuri tulifika maeneo ya kule mto Kagera, tukavuka. Tukaingia nchi ya Rwanda,
na nchi ya Rwanda wenyeji sasa tulikuwa tumeshakuwa wengi hapo, wanajua mambo yao yakoje. Tukakutana na watu kwenye mipaka kati ya Tanzania na Rwanda ambao walikuwa hali halisi wanamiliki bunduki. Ni virabuni, lakini kila mtu ana silaha yake, anaongea vya kwake, anakuja huyo bunduki yake anaweka hapa, na walikuwa wawindaji. Basi tulipoingia Rwanda tukakutana na wale wenyeji wa kule, wakadai wao wanataka risasi. Kati ya vitu vyote wanachokihitaji kutoka Tanzania ni risasi. Kwa hiyo wenzetu hawa wakasema tunapaswa kurudi mpaka kwenye vikosi vya majeshi ili kutafuta risasi. Kwa hiyo Rwanda ikaonekana biashara nzuri itakuwa ni kuwauzia risasi, maana wao wana mabunduki wanakaa nayo tu. Basi ilibidi tukae Rwanda kama siku 4 au 5, alafu na kugeuza kurudi Tanzania. Vijana wawili walipata mgogoro kwamba sisi hatutamudu kurudi. Tukaonekana sisi ambao mimi sasa hapo na mimi nishajifanya mzoefu niambatane tena na huu msafara, lakini akili yangu ilikuwa ina jambo moja. Wakati nikiwa nasubiri adhabu yangu huko nyuma, nasubiri mashauri yangu, nilikuwa napenda kusali na mimi nilikuwa natoka makazi. Sasa naona maisha haya tena imekuwa ni ukurasa mwingine hatarishi, kwa sababu tuliwahi kutembea, sio kwamba niwezi, tumetembea usiku Rwanda, alafu watu wakapiga yowe, kwa sababu anasikia watu wanatembea wakapiga yowe. Kwa hiyo na tulikuwa tunajua kwamba ukikamatwa Rwanda hautaweza kupona, maana wamekukamata usiku. Lakini tulikuwa na mwenyeji akatuonyesha namna ya kusimama na kujificha, tukajificha, watu wakapitiliza wanakimbiza waliosikia wanatembea, basi sisi tukapona. Lakini mimi hofu ikaniingia kwamba sipaswi kuishi maisha haya. Kwa hiyo bora nifanye safari ya kurudi maeneo ninayoyajua, ili nikifika huko ni escape hii team, niweze kuishi maisha mengine, maana haya nimeona yana hatari kubwa sana. Basi tulifunga safari ya kutoka Rwanda, tulikuwa kwenye mji unaitwa Nyamugali, mpakani hapo panaitwa Kalebezo. Basi tukavuka tena, wanatuvusha kwa mtumbwi, wanatupeleka mbele, alafu wanatuvusha tena kurudi. Kwa hiyo tukatembea hivyo polepole. Sasa si wenye wasiwasi kama mara ya kwanza, maana walikuwa wanajua vituo vya mapumziko na nini. Basi tukaenda eneo letu la wilaya ya Muleba. Ikaonekana sasa tumefika tunapojulikana, staili ya kuishi mchana kwa kujificha iendelee, maana wao walikuwa wanajua wataenda wapi kupata hizo risasi. Basi ikabidi mimi sasa ni na vijana wawili tuliokuwa wadogo, tukaamuliwa tungeingia sokoni kwa sababu hawatujui, ili tupate kuhemea chakula kitakachotusaidia wakati wenyewe hawa watu wanafanya mipango ya kutafuta pesa. Basi tulitembea mpaka kwenye soko. Sasa tukaonekana tuna tofauti, kwa sababu nguo tulizovaa zilikuwa hazijulikani ni za nani, zimeibiwa, na hali yetu sasa inaonekana kuwa tofauti na hawa wengine walio kwenye gulio. Basi kumbe wametutilia mashaka wananchi. Baada ya kutaka kuondoka hivi kwenye soko, tumeshanunua vitu vyetu tumebeba, tuliwekwa chini ya ulinzi na kuamuliwa sasa turudishwe nyuma. Hapa tulikuwa katika kata ya Kimea. Basi tukawekwa chini ya ulinzi, tukarudi, wakatuhoji. Sasa kwa kuwa nilikuwa najua shida zinavyofanana, sikutaka hata kuzungumza nao, kumbe ndio na wachochea hasira. Basi kumbe na wenyewe wakasubiri iwe jioni ndipo watutese vizuri. Basi ilipofika kama saa 12 tukaanza mateso. Mimi walikuwa wananitufunga mikono, alafu wananitundika kwenye mwembe, alafu wananinginia sasa hapo nachapwa viboko. Yaani uko hewani, lakini watu wanapiga mijeredi, alafu wewe unabembea tu na mikono imefungwa na kamba, unabembea tu, wenyewe wanachapa viboko. Basi wanaona adhabu hii haitoshi, wananishusha chini. Hapa huyu mwenzangu alikuwa mdogo sasa chini yangu, mimi ndio nilikuwa naonekana mkubwa. Basi naweka hivi miguu, anatukua mti ule wa kutwanga, ule unaotwanga kwenye kinu, alafu anaweka hapa kwenye miguu, wakati huo imenyoshwa hapo chini. Alafu mtu anaanza kusugua hivi, anasugua ule mpini unazunguka kwenye mifupa,
anaendelea kusugua tu hapo, wengine wanakuhoji useme, lakini kule kwenye upande wa pili nilikuwa nimefundishwa kuto kusema. Kwa hiyo ninatakiwa sasa, maana nikisema vitu vyote vitakuwa vimeharibika, huenda na mimi nikapotea, basi ninajitahidi kuto kusema. Basi adhabu zote hizo ziliisha, wakasema sasa wapelekeni kwenye sungusungu ili watunzwe, alafu kesho tuwapeleke polisi. Kwa hiyo hapa tayari niko chini ya ulinzi kiasi kwamba sina uwezo wa kutoroka. Nikawaangalia, wakaweka moto hapo, akili yangu ikawadharau, kajua hawa nitawaacha tu, pamoja na kwamba wameniweka chini ya ulinzi. Basi ilifika kama saa 5 au saa 7 hivi usiku, wenyewe wakaanza kusinzia. Kwa hiyo mimi nilichokifanya kama saa 2:30 au saa 3 niliomba ruhusa waniruhusu nilale, maana nimechoka sana. Sasa majamaa wameshapunguza kutuadhibu, wakaniacha nikasinzia. Kwa hiyo kama saa 9 mimi nikaamka wakati wao ndio wanaanza kusinzia. Basi wasungusungu na marungu yao na mishale yao wenyewe wanasinzia, alafu mimi nikaanza kufungua zile kamba polepole. Nikamwambia kijana huyu tutoroke. Yeye akatetemeka. Kwa kuwa wanasinzia wao, sasa ni saa kama 9:30 au saa 10, basi mimi nilijifungua, alafu nikajua nikitembea sijui pa kuelekea, sijui kushoto wala kulia, labda kitu kimoja tu hapa ni kupiga kelele wakimbie wenyewe, alafu mimi nianze kutembea polepole. Kwa hiyo nikapiga kelele ya nguvu sana. Kwa kuwa walikuwa wamelala, walitoka kwenye usingizi wale na kimbia wenyewe wakijua wamevamiwa. Alafu mimi nikatembea polepole nikaelekea upande mwingine. Kwa hiyo hawa pia nilikuwa nimewaacha, pamoja na kwamba ni sungusungu. Lakini tena ningesema kitu kabla hapo. Kumbe wale tuliowaacha msituni, ilipofika usiku waliamua kututafuta. Na walikuwa wanajua bila shaka tutapelekwa kwa mwenyekiti, na ni wakorofi wa kutosha. Sasa kumbe walipofika kwenye eneo tulilopo, walitisha. Ile ni mapema kama saa 3. Kumbe walienda kwa mwenyekiti wakadai watu wetu. Mwenyekiti naye akatetereka, hana majibu sasa, maana wamepelekwa sungusungu. Wakaendelea kufuatilia, wakafika, tukakutanisha njiani hivi. Kwa hiyo wale walipotisha, hawa wenzetu walikimbia. Sasa sisi tukabaki tumefungwa kamba, hatuwezi kujua cha kufanya. Kumbe baada ya kuja kukamatwa ndipo waliniambia, kwa sisi mungetamka tu tamko lolote, sisi tungewachukua na tungeweza kuendelea, wale watu hawangeweza kutuzuia. Lakini hiyo mission hatukuijua, sisi tulibunga. Lakini baadaye mimi kama nilivyokushasimulia nikawatoroka. Nilitembea kwa masaa kama 12 ya mchana wote, nikiwa ninatembea humo njiani huku, nimechoka, nimepigwa, nimesagwa mifupa, nikachoka sana. Akili yangu ikaona ni usiku, nikapanda kwenye mti, nikaangalia mahali kuna moshi, nikatembea huko. Kumbe huko kulikuwa na kambi ya wakimbizi. Nikaingia kwa wakimbizi. Sasa hapa napanga jinsi ya kujihami ili wasiniweke chini ya ulinzi tena. Kwa hiyo nikawaambia tumevamiwa, na mimi nilipokimbilia sikujua mwelekeo, ila nilikimbia tu. Basi sasa nilipowaeleza hivyo wakanihurumia, na nilikuwa kijana mdogo, nalala kwenye msiba, nikaenda nao, tukanipa chakula, kuchoma mahindi, wakanielekeza ili nivuke tena nije nirudi Karagwe. Kwa hiyo natarajia kuvuka ziwa, lakini kumbe nazidi kuzidiwa na yale maumivu walionipatia. Kwa hiyo nikatembea, asubuhi ya pili nikafika ziwani. Kwa hiyo hapa najihisi usalama, naweza kuvuka. Kumbe wakati naandaa watu wanaoweza kunivusha, akatokea mtu anayenijua wa kijijini kwetu. Basi nikamsalimia, tukajuana, ambaye sasa kumbe ndio kiongozi wa hayo masungusungu. Akaenda kule akaandaa kikosi kwamba huyu akamatwe, ni mhalifu, aliacha mauaji na tena ametoroka gerezani. Kwa hiyo yani akaandaa mpango tu huko. Mimi niko hapo, niliona kijana mmoja ananijia, ananiambia nikimbie. Akili kaelewa kwamba yule mtu atanikamata. Lakini nikipima uwezo wa kutembea tena kwenye mwili haupo. Nikijitupa kwenye maji pia nitakuwa nimekufa pasipo kujua hitimisho. Nikajitahidi kwamba
basi litakalo kuwa liwe. Hata nikisimama hapo kidogo. Asante sana kwa muendelezo wa ushuhuda wa matatizo ambayo umeyapitia. Tunaweza tukapata mapumziko kidogo. Usiondoke kwenye channel hii, endelea kusubiri ili uweze kujua nini kilifuata baada ya hapo. Mpenzi mtazamaji wa Nuru House Channel, karibu tena katika kipindi chetu cha ushuhuda wangu. Nicholas, baada ya kupewa ishara ya kwamba ukimbie na nguvu zimeisha, nini kilichotokea? Wale waliokuwa wameniandaa kunivusha walikuwa wameshaandaa chakula na walikuwa wamenipatia chakula. Hivi ninaanza kula, niliona kikosi kinaniweka chini ya ulinzi.
na waliponiweka chini ya ulinzi walisema hakuna maelezo, tufate. Kwa hiyo nikainuliwa. Wakati huo moyo umeshajua kwamba yule ndugu yangu ambaye ni wa kijiji kimoja ndiye anasababisha hiki. Kwa hiyo tulienda mpaka nyumbani kwake, akawasimulia wale kwamba huyu ni mhalifu, na ilikuwa inakuwa jioni sasa, wakaamua kunichukua. Tukiwa kwenye nyumba ya mmoja sasa, walioniweka chini ya ulinzi, akili ya kutoroka tena ikaja. Nikawapigia hesabu uwezo wao, na nilivyokwisha wasikiliza nikajua nitawaacha. Basi nikaamua kukaa sawa. Wao walikuwa na sokota matumbaku, ilikuwa wakati wa baridi, wao wanawasha moto hivi, wanaweka matumbaku, wanasokota, wanavuta. Kwa hiyo nikaangalia uwezo wa mlango, nikauona kwamba huu mlango naweza nikatoka nao nje, alafu nikaendelea na safari. Sasa nikaandaa akili zangu kuwa sawasawa, nikatoa kauli ya kutisha, yani kupiga mwano mkubwa sana kiasi kwamba hawa wote walioko hapo watapata wasiwasi nini kimetokea, wakati wenyewe wako kwenye saa za kusinzia. Basi nilitoka na ule mlango, kama mlango alikuwa kadogo, na nisikimbie. Kwa hiyo ile kuzuia nisikimbie, kumbe wale waliochomoka wamekimbia, lakini ni kama unavyoona hii barabara inatoka huko alafu inazunguka hivi. Kwa hiyo mimi ile akili ya kusema nifanye hivi, kumbe na ile njia inazunguka hivyo. Kwa hiyo wale waliokimbia walifuruliza mpaka wakanikuta huku mimi ninayetembea polepole. Basi huyo nikakamatwa tena, nikawekwa chini ya ulinzi, kafungwa kamba mpaka ninazo alama hapa na mifupa ikapishana. Kwa hiyo hao walikusudia kuniua. Wakasema tuchukue makonokono yale tumweke kwenye macho ili asione tena. Wakati kila mtu anatoa plani yake ya kuniangamiza, alitokea usiku huo bibi mmoja aliyesikia hizo kelele. Akawaambia ni nini? Wakasema ni mwizi. Ameiba nini? Wakasema tumeambiwa alitoroka magereza. Kale kabibi kakasema mbona na nyie ni wezi? Asema msimuue, mbona na nyie ni mnaiba? Kila siku mnakamatwa mnaiba. Muacheni, kama mnataka mpelekeni polisi. Kumbe yule mzee ameshapiga simu sasa kule polisi wameshaanza safari, wanafuatilia huko mpaka kuna kucha kama saa 12 hivi au saa 11. Polisi walikuwa wameingia kwenye lile eneo, wakanivua nguo, wakachana suruali langu, mguu mmoja wakafunga huku macho na mwingine ikabaki. Kwa hiyo mguu mmoja upande huu na mguu mwingine upande huu. Mimi sasa sioni, niko chini ya ulinzi, nikajikuta nimerudishwa Rukapra. Lakini hapo nimepigwa na wale watu ambao walikuwa wanatafuta kuniua. Ukiongeza na yale mateso niliyopata hali ya kwanza, sina uwezo wa kuongea, sina uwezo wa kutazama mtu. Nimeshafikia kwamba kufa kumefika. Kwa bahati mbaya, kumbe tena kuna mtu aliona kwamba huyu mtu tunamfahamu. Baada ya kurudi, akapeleka ripoti nyumbani kwamba ameona nimekufa na ameshuhudia nimekufa. Lakini mimi hapo sasa sihitajiki kutoa maelezo, sihitajiki kufanya kitu chochote, napumulia ile hewa yangu ya mwisho kwamba basi nitakufa. Kumbe nyumbani wakafanya misiba, wakafanya maandalizi mengine, mimi nikapelekwa hospitali, yani hapo navuliwa nguo kabisa, nabaki tu na kabukta, natembezwa barabarani huku nimefungwa macho. Basi nikapelekwa hospitali ya government. Sasa pale gereza dogo ikaonekana atakufa kweli, maana siwezi kuongea na mtu yoyote. Sio kwamba kabisa na mimi nasikia nakufa, ila najua kwamba pumzi yangu ya mwisho itatoka wakati wowote. Basi wakanipeleka government, na nilipofika kwenye hospitali ya mkoa ile pale mkoani Bukoba, jamaa anayenilinda ananiwekea bunduki hivi, yani anakaa kwenye kiti alafu anakaa ameniwekea bunduki kifuani kwamba si mjanja, toroka basi tukuone. Hapo sasa nina pingu mikono na miguu. Basi niliendelea kuwa hivyo, nikagundua kwamba kweli wanaweza wakanipiga risasi, wakasema alitaka kutoroka tena. Bora niende nikae gerezani, ninaweza kupata huduma mbalimbali. Basi nikaomba, nikamwambia daktari kwamba hali hii naweza nikauawa, bora ni unidischarge mimi nirudi gerezani. Basi wakanirudisha gerezani. Hapo sasa niko katika gereza la Bukoba.
Kwa hiyo hapo ni transfer ya moja kwa moja kutoka gereza la wilaya kwenda gereza la mkoa. Na hapo ndipo nilipoanza kutafakari kwa matukio yote niliyoyaona na kuumizwa, nikagundua kwamba ninafanya majaribio zaidi ya 4 ya kutoroka na yamefeli. Basi Mungu ana makusudi mengine. Maana kama nimetoroka mpaka Rwanda alafu nimerudi nikakamatwa tena nikajiona kwamba mtindo huu sio wa kuishi. Basi ndugu zangu wakatuma watu kuja kuangalia, wakaambiwa bado yupo. Nikawaambia wanipe Biblia. Basi wakanipa Biblia. Nikawa mtulivu sasa, ambaye sipapaliki na hadithi za majambazi, kwamba sasa hizi nazo si maisha, bora tu kusubiri mpaka maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo nikakaa nikiwa nasubiri kesi yangu, nikaanza kuwafundisha watu. Kulikuwa na mchungaji mmoja anaitwa Mwarubira, kulikuwa na mchungaji mwingine ambaye si Msabato, ni Pentekoste. Kwa hiyo Jumapili nakaribisha wageni wa kusalisha wafungwa na Jumamosi nakaribisha wageni wa kusalisha wafungwa. Kwa hiyo nikawa kiongozi sasa wa kutoa huduma. Kwa hiyo nimeacha vyote ambavyo gerezani ni masumbufu, yani kwamba unataka chakula, mara unataka nyama, mara unapigana na huyu, mara. Kwa hiyo mimi nikaacha. Nitakachopewa nitakula hicho hicho, nikikosa nitalala na njaa. Nikawa tu mtu wa kuhudumia wengine nao waona na wapita uwezo. Lakini wakati huu ninafungwa mikono na miguu. Nikiwa nimefungwa hivi pingu, nikitaka kusimama na askari wawili wanasimama, na nikitaka kuingia uani na wenyewe wanaenda mpaka mlangoni. Kwa hiyo sina namna ya kufanya, lakini niliangalia hili jambo likanipa usumbufu. Siku moja alipita mkuu wa magereza wa mkoa, wanamuita RPO. Watu wote wanapokuwa wamelala, mimi nikasimama dirishani. Nikamwambia mimi nina shida na matatizo. Akaniambia nimeweka hapa mkuu wa gereza, nimeweka mkuu wa gereza msaidizi, kwa nini usiwasikilize? Sasa wenyewe hawakutaka kunisikiliza. Basi siku nyingine nikamuona anapita, nikampigia kelele hivyo hivyo. Lakini hapa nina pingu ambazo sasa sio zile za kwanza za kutoroka, nina pingu za ukorofi. Maana ukorofi haukosi kuja. Siku askari anakuja na kukuta anapiga rungu, anasema wewe ulitusababisha nyota ziondolewe. Akipita huyu anapiga kofi, anasema ulitusababisha nyota zifanyeje? Ziondolewe. Kwa hiyo nikaingia kwenye adha kubwa sana kuliko hata ile ya kwanza. Nilichokifanya sasa, nikagundua kwamba bora kufa hata maisha, maana yameshafikia kwenye level ya kufa. Kwa hiyo siku hii aliponipiga askari, niliamua kumpiga na mimi. Kwa hiyo nikashambulia askari, wakati ananipiga hivi mgongoni, na mimi nikampiga kichwa, kaenda kaanguka kule. Basi wakapiga ving'ora tena, filimbi. Nilichokifanya tu nilipoanguka, mkono ulikonyokea ni huko huko, mguu uliponyokea ni huko huko. Kwa hiyo kila anayepita, hata naye nikanyaga, hata ukifanyaje siwezi kutingisha hivi mkono wangu, wala siwezi kutingisha hivi mguu. Kwa hiyo wakajua huyu alishakufa, na watu wanavyokuja wanashambulia, wasa wakaona wanibebe tena wanipeleke hospitalini. Hospitalini nikakaa masaa kama 6, sijabadilika. Ninajua kwamba ni siku ya kufa kwa sababu ya tukio nililolitenda, halinipi uhuru wa kuishi. Kwa hiyo askari yule daktari anachoma na sindano, akipiga tu hivi nikisikia ni sindano, siwezi kufanya hivi kujitingisha kidogo. Ilipofika saa 6 nikasikia nimechoka na naweza kubadilisha namna yangu ya kupumua. Aliponiona na hema kama mtu wa kawaida, aliniuliza, ni wewe umekataza nisilale na mke wangu? Yaani we hivi kumbe uko mzima? Basi akabadilika, akatuma pingu haraka haraka, wakanifunga pingu kwenye kitanda. Nikawa nimerudi tena kwenye tatizo lile. Lakini nilipiga hesabu kwamba bora kufa kuliko kuendelea na haya mateso. Yaani kwamba hapa si ya hesabu maisha vizuri, japokuwa na kusali kunaenda kwa mgogoro. Yaani nimeingia kwenye msukasuko mkubwa. Nilichokifanya, nikawa na muona tena yule RPO. Usiku mimi silali, na wanapokagua nikamuita. Akasema umenisumbua sana, kesho nitakusikiliza. Siku hii aliita mkutano kwa ajili ya mimi peke yangu.
akaniambia nisimame nijieleze. Yani alienda na jina langu ameandika, na ni mkuu wa magereza wa mkoa. Sasa asema nimefungua mkutano huu kwa ajili ya Nicolaus Ferdinand asimame ajieleze. Sasa niliposimama, hii ndiyo ilikuwa funga kazi, nikawaambia kuna wafungwa wanafuga wafungwa wenzao na maaskari wanahamisha vyakula humu ndani na kutuletea fujo, na mimi nilisababisha kutoroka, lakini nishakamatwa na kuomba urudishe vyeo vya wote ili mimi ndipo nipate kuishi. Basi akasema, nikasema nilipoumizwa, nilipomwambia daktari ndiye alinifunga pingu. Kwa hiyo kwa kuwa nilishakosea nikapoteza vyeo vya hawa maaskari, uwarudishie ili mimi niweze kuishi. Akatingisha kichwa sana Bwana Jera, lakini hapo nikasababisha mzozo mkubwa sana wa wale wafungwa, kwa sababu ya maonevu yale ni mengi. Wakapiga kelele kweli, na mkuu wa magereza akastuka akasema, kuanzia leo virungu vyote vikae nje, na kuanzia leo mfungueni pingu, na wale wote niliokuwa na watuhumu kwa mwenendo wote wahamishwe. Yani anasema hadharani kwamba fulani peleka Kitengule, fulani peleka Kitengule. Huko ni magereza ya kilimo, sasa sio ya mjini. Mkuu wa magereza wa mkoa akafuta mtindo wote wa gereza. Basi alipomaliza kutoa maamuzi hayo na marungu yote yarudishwe, kwa hiyo sasa mimi watu wote wakawa wananiogopa. Hakuna wakunisogelea, hakuna wakunipiga, hakuna wakunihoji. Nimekuwa mtu tu ajabu. Na mimi nilipoona wanafanya hivi nikaamua kuingia kwenye kwaya. Nikaanzisha kwaya, ndizo nyimbo nasikiaga na naimba zile. Nikajiendea kwenye huduma zingine kabisa, huku nasubiri kesi, na tukio hilo likanipa nafuu sasa ya kuwa mtu miongoni mwa watu, japokuwa utoro ule na fujo zile zilikuwa zimeniletea matata ya kutokuishi, maana wengi wanauawa kwa staili hizo. Lakini na mimi nilipoona hicho, nikaamua kuchukua jukumu kubwa kama hilo la kushambulia askari na kulalamika kwa RPO. Mwisho nikapata nafuu katika jambo hilo, nikaishi kama wafungwa wengine mpaka siku nilioenda mahakamani kwa ajili ya kuhukumiwa kunyongwa. Nafikiri ningeishi hapo. Okay, nina maswali kama mawili kabla hatujamaliza. Ndio. Uliniambia kwamba uliingia gerezani ukiwa Muanglican. Ndio. Na umetoka gerezani ukiwa Mwadventista Msabato. Nataka kujua nini kilitokea hapo. Lakini swali la pili, baada ya kuhukumiwa kunyongwa, nini kilitokea na haukunyongwa? Asante. Sasa nianze na limoja yatakuwa kama mawili, kwa sababu nitaelezea wa Sabato na Waanglikana. Kwa asili nilikuwa mtoto wa Kianglikana, na nilikuwa nimekuwa na maadili mwanzoni kabla ya tukio la mauaji. Kwa nilikuwa kiongozi kama halmashauri wa kanisa, na nilikuwa mwalimu wa Sunday school nikiwa na umri wa miaka kuanzia 15. Nilikuwa naweza kufanya hivyo katika kanisa Anglikana. Baada ya kupata tukio hili, nina kumbukumbu ya kisa kimoja. Nyumbani kwetu kulikuwa na mfanyakazi ambaye alitoweka ghafla. Kumbe alikuwa Mrundi ambaye walikuwa wamemsifia kwamba alikuwa kamando wa kijeshi. Baada ya misukosuko ya Burundi akakimbilia kwetu na alikaa nyumbani miaka kadhaa, lakini siku alipoondoka alitoweka tu ghafla. Wakati ametoweka, niliamua kusearch vitu alivyokuwa navyo. Nilichokiona cha thamani ni kitabu cha Danieli na siku zetu. Kwa hiyo nikachukua kile kitabu. Hapa sijawahi kusikia hata kama kuna mtu anaitwa Mwadventista Msabato. Nikasoma kile kitabu, kikaniudhi kwa sababu migogoro, mara wanyama wana mabawa, mara wanaruka, vitu gani hivi. Nikamwendea rafiki yangu ambaye baba yake alikuwa mwalimu. Nyumbani kwao kulikuwa na vitabu vya hadithi za Singbad wa Baghdad, Alfred Urera. Kwa hiyo nikamwambia, unipe kitabu kimoja niwe nasoma hadithi za Singbad wa Baghdad na mimi nikupe hiki. Yule jamaa akanihurumia, hata yeye hakukipenda cha Danieli. Kwa sababu tukiangalia tunaona maruweruwe. Basi nikawa nakariri hadithi zile za Singbad wa Baghdad na Amina anakula wali zile hadithi nikazipenda sana. Kwa hiyo sasa nikiwa gerezani, kumbe walituma Waadventista mchungaji ambaye alikuja na marora yale mapicha yana wanyama na kitabu cha Danieli na siku zetu. Kwa hiyo alipomaliza kufundisha siku ya kwanza, na mimi ndio nakusanya watu wanaotaka kusali. Alipomaliza kufundisha, nilimfuata nikamuomba, naomba niangalie kitabu chako.
kwa sababu kilipendeza kuliko nilichokuwa nacho awali, lakini picha na sura ni ile ile niliyokuwa nayo. Akanipa, nikasoma, mbona hiki ni kizuri kuliko nilichokizoea. Akasema basi utakaa darasani. Kwa hiyo yule mchungaji akawa ananifundisha na anakuja gerezani na hivyo vitu, hatimaye nikaanza kupenda Waadventista wa Sabato. Lakini kwa sababu kulikuwa na tamaduni za kirokole pia nikawa napenda warokole. Kwa hiyo ninasali TAG Jumapili, wakija watu wa Jumapili na wakaribisha, naita wote ninaoongoza wanaingia humo kwenye chumba. Akija wa Jumamosi na waita wote tunaingia humo, wewe tukawa tunasali siku 2 kwa wakati mmoja. Lakini mimi nikaja kutoa uamuzi wa kubatizwa kama Mwadventista Msabato, lakini hii ni kuja kubatizwa baada ya kuhukumiwa kunyongwa. Ila nikiwa mahabusu nilikuwa nasali makundi mawili. Sikuwaona Waanglikana maana hawakuwa na huduma za magereza, ila warokole walikuwa na huduma za magereza na Waadventista walikuwa na huduma za magereza. Hapo ndipo nilipojifunzia kujua habari za Waadventista wa Sabato, na nilikuja kubatizwa baada ya kunyongwa, baada ya kuhukumiwa kunyongwa. Swali lingine lilikuwa linasema nilifanyaje sasa kupona katika adhabu ya kunyongwa. Adhabu ya kunyongwa nimeisubiri ili ninyongwe kwa miaka 9. Kila siku naangalia nje kwamba labda leo zamu yangu, na wapo wengine walishughulikiwa na wakapata adhabu. Ninazo kumbukumbu nyingi za watu walionyongwa, na mimi zamu yangu ama ilikuwa inakaribia, lakini tulikuwa tuna tofauti. Ndani ya gereza kuna watu wana matukio, akisimulia unasisimuka. Kwa mfano, kundi moja la watu walionyongwa ninalolikumbuka, walikamatiwa Mbeya wakiwa na kichwa cha binadamu mwenye upara wanakisafirisha. Au watu waliwanyonga na mimi nikiwa na shuhudia matukio yao. Lakini kundi la pili la watu walionyongwa waliteka msafara wa Rais Mwinyi. Kama nafikiri haya ni matukio yaliyoingia kwenye, wakiwa kama jambazi watekaji waliteka msafara wa rais, na wakati huo wameshaua watu. Kwa hiyo na wenyewe walinyongwa, ninawakumbuka. Pia kulikuwa na mtu mmoja Kanali Shimani, kwa sababu alishanyongwa, alikuwa rubani wa jeshi kule Uganda, akatapeliwa na mtu Mwanza. Kwa hiyo akawa anaenda kudai kila siku kwa simulizi zake. Alipoona yule mtu anamchelewesha, yani akiingia nakuta mwanamume hayupo, akiingia nakuta mwanamume hayupo, akamwambia kesho nisipomkuta nitakuadhibu. Kwa hiyo akapiga mama yule risasi akiwa na mtoto mgongoni na mimba. Kwa hiyo ameua 3 kwa wakati mmoja. Ukilinganisha na mimi niliyepata shambulio la mzazi wangu akanifuata chumbani, na katika kujitetea akaanguka, kwa mkuki aliyokuwa nao akajeruhika mpaka kufika hatua ya kufa. Nilikuwa sina hofu ya kunyongwa ukilinganisha na hao ambao wananyongwa. Tunawaona kwamba watu wanafanya matukio makubwa kweli, ndio maana hao walikuwa wanachukuliwa hatua hizo. Lakini na mimi nilikuwa nimeshafikishwa kwenye zile hatua za kwenda kukaguliwa akili. Nimetoka kwenda kumwona mganga wa kusimamia kwamba ninastahili kupewa adhabu au kuachiwa. Nafikiri kuchanganyikiwa kunatokea gerezani. Tukio la mwisho kabla ya kuachiliwa miezi 2, nilifanya tukio moja lisilokuwa la kupendeza. Siku hii niliamka kama Mwadventista Msabato, sikwenda kanisani, nikafanya mazoezi. Lakini tulikuwa tuna habari ya ugeni kwamba atakuja waziri wa mambo ya ndani. Huyu waziri wa mambo ya ndani, nikajua kwamba kwa kuwa nina matatizo na wao anisikilizi, nitaongea na waziri aje niondoe. Sasa utafanyaje ili waziri akupe kipaumbele kwamba unapaswa uondoke hapa kwa sababu kuna matatizo yanayokusibu? Nilichokifanya, nilienda kwa wauza bangi nikanunua bangi, kaenda kwa wauza tumbako nikanunua, nikawa na kifurushi, alafu nikaandika barua. Sasa natakiwa hapa nimkabidhi waziri wa mambo ya ndani hivi vituko ninavyoviona wapi? Gerezani, na vinatuletea kunyanyasana. Basi wakati nimejiandaa, yule msoma risala wa kuomba msamaha aliniuliza swali. Sasa nitasoma risala 2, naomba utunze risala 1 au uniwekee kwenye bahasha. Wakati nakusudia sasa kuweka na mimi bahasha ya kwangu, wale watu waliuliza swali, waziri aliuliza swali, hivi ni nani anayekiri kwamba alikosea? Maana mnapotaka kusamehewa
kuna wengine wananungunika kwamba mlifanya ubaya. Sasa nani anakiri? Mimi nilinyosha mikono miwili, wakati huo nina mabangi mifukoni. Sasa niliponyosha mikono miwili, kwa hiyo nikawa tofauti na wengine. Akasema simama ujieleze. Nilijieleza kwenye msafara wa rais, na mimi nalia, na wake walioambatana na waziri nao wanalia, na niliposimulia kile kilichonikuta wote walipata huzuni. Waziri akaniambia simama, usiendelee kuongea. Kwa hiyo tuliposimamisha hapo, ndani ya mwezi mmoja mimi nilipewa msamaha wa kuhukumiwa miaka 10. Ninahukumiwa miaka 15. Kuna nafasi ya kupunguza 1/3, nikabakiza miaka 10, nikajikuta nimeshatumikia 9, nikatumikia mwaka mmoja kama mfungwa wa kawaida, nikapata kuachiliwa huru. Kwa hiyo msamaha wa waziri ndio uliosababisha mimi nitoke. Tunasema ni msamaha wa rais, lakini mimi nilijieleza kwamba nilikosea mbele ya msafara wa waziri wa mambo ya ndani alikuwa anaitwa Hemedi nani, sijui, naweza nikawa nasahau majina, lakini alikuwa anaitwa Hemedi. Aliingia gerezani, na mimi hapo ndipo nilipoinua mkono na kukiri kwamba ninajua nilichokifanya, najua nilikosea jamii, najua sikuwa na makusudi mabaya katika kutaka kupunguza watu wa Mungu duniani, ila yalishanikuta sina la kufanya. Waziri baada ya muda nikapata msamaha na kufungwa miaka 15, wakapunguza, nikabakiza mwaka mmoja, nikatumikia mwaka mmoja, nikawa huru. Swali la mwisho kabisa, uliweza kukaa magereza mangapi? Gereza la kwanza nilianzia gereza la Mleba, nikaja gereza la Bukoba mjini, nikaja gereza la Butimba, nimemalizia kifungo changu katika gereza la Dodoma Butimba. Na ni Dodoma Butimba nilikaa muda mchache, nikaletwa Dodoma. Dodoma nimekaa kama miaka 5. Okay. Gereza la Isanga. Gereza la Isanga. Okay. Baada ya kutoka gerezani, nakumbuka nimekuona hapa Dar es Salaam kanisani miaka fulani pia ukihubiri. Ndio. Ilikuwa ni kumbukumbu ya nzuri sana baada ya kusikia kisa chako hiki cha maisha yako toka ulipowekwa gerezani. Ndio. Mpaka ulipokuja kutoka. Ndio. Sasa hivi uko Bukoba. Ndio. Unaendelea na shughuli zako na familia yako. Kwa kweli ambacho nilikuwa nimedhamiria kwamba sintaacha kumtumikia Mungu baada ya kupata huo msamaha. Kama Mungu ameninusuru katika gereza na nimeishi maisha ya kawaida kama watu wengine, basi nilikuwa na nadhiri ya kumtumikia. Na nadhiri hiyo nashukuru kanisa la Magomeni lilipokea, nikaitekeleza mwanzoni mwa kufunguliwa kwangu, kwa sababu nilikaa hapa miezi 6 tu wakanipanga kufanya effort. Niliachiliwa kufika hapa, nilifika tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka wa 2001. Na baada ya hapo mwezi wa 6 tukafanya effort hapo Mtambani, na baada ya hapo tukaenda Mwanza kwenye satellite. Ndipo mimi nilipopata nafasi tena ya kurudi kwenye familia kwa msaada wa kanisa la Magomeni. Basi hivyo ndivyo safari yangu ya gerezani, na bado namtumikia Mungu baada ya kuachiwa katika vifungo vyote hivyo. Siwezi kuelezea yote, lakini nilikutana na mengi na adhabu mbalimbali na kasa mbalimbali, lakini kwa kifupi nimesimulia hayo machache, na bado namtumikia Mungu. Nikipata nafasi tena ya kuwa mhubiri, ya kuenda hata naenda kwenye semina kama hapa nimetoka kwenye semina ya Mwara, basi nitaendelea kumtumikia Mungu kwa sababu alinipatia nafasi ya kuniweka huru kutoka gerezani. Nicholas, nashukuru sana kwa kukubali kuja kuongea nasi na kushuhudia yale mambo ambayo Mungu amekutendea toka ulipoingia gerezani mpaka ulipotoka. Nashukuru sana, na naendelea kumwomba Mungu aendelee kuwasaidia wale wanaosikiliza channel hii ambao ni raia wema. Amen. Asante. Tunamshukuru sana Nicholas kwa kukubali kushirikiana nasi. Miaka 9 akisubiri kunyongwa. Hili sio jambo dogo. Unaweza ukawa katika hisia za kifo kwa miaka 9 na baadaye unakuja kupata msamaha. Hili si jambo la kawaida. Tunawakaribisha tena katika kipindi kingine kama hiki, wakati mwingine na saa kama hii, wiki ijayo.
Kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu ya Nuru House Channel. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki. Kwaheri.